Waumini wa dini ya Kiislamu wakiongozwa na Mufti Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali Mbwana wameshiriki katika kongamano la dua maalum ya kuombea taifa, viongozi na uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, dua iliyoandaliwa na taasisi ya Al-Hikma Foundation ya jijini Dar es Salaam. Wakizungumza baada ya dua hiyo, baadhi ya viongozi na wahadhiri wa dini ya Kiislamu wamewataka Waislamu nchini pamoja na wananchi wote kuhakikisha wanaweka maslahi mbele ya taifa kwa kuhakikisha wanashiriki zoezi la uchaguzi, huku msingi mkubwa ukiwa ni kulinda amani na utulivu wakati wote. Vitu vyote hivi haviwezi kuwepo, hakuwezi kuwa na dini iliyostawi, hakuwezi kuwa na watu wenye heshima, hatuwezi kuwa na watu wenye akili, hatuwezi chochote kile, hata mali. Lazima tuwe na eneo ambalo tulivu, eneo ambalo lina usalama wa kutosha, eneo ambalo lina amani ya kutosha, watu wanaheshimiana, mali zinaheshimiwa, nafsi zinaheshimiwa. Na wasemaji wanasema dhambi ya kisiasa ni dhambi mbaya sana. Athari yake ni athari mbaya sana, inaweza kuleta mauaji ya halaiki, inaweza kurudisha nyuma maendeleo ya nchi, inaweza kuleta uadui baina ya wananchi, na inaweza kusambaratisha dunia kwa ujumla. Mtu fasiki, mtu pori, mtu wa hovyo anawaletea taarifa nzito ya kushtua kabla hujamsimulia mwingine, kabla hujaiandika katika simu yako, katika la kwanza tabayanu, ihakikini hiyo taarifa, ichujeni. Wanaodhani ya kuwa wanaposikia dua ya kuliombea taifa moja kwa moja wana tafsiri tofauti, ninaomba nikwambieni ya kuwa dua hii pia inakuhusuni nyote, utake usitake. Tupo hapa kuombea Watanzania zaidi ya milioni 60 na kuiombea Tanzania na viongozi wake kwa ujumla. Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali Mbwana amewataka Waislamu nchini pamoja na wananchi wote kujitokeza na kutumia haki yao ya kuchagua viongozi, kwa kuwa dini ya Kiislamu inahimiza kuchagua viongozi kwa ajili ya maendeleo na usimamizi wa mambo mbalimbali katika maeneo yao. Siku ya Jumatano Waislamu wote tutoke, twende tukapige kura. Jiandae vizuri baada ya salatu al-fajr, nenda katika foleni, hesabiwa, nenda kapige kura yako, utimize haki ya demokrasia, urudi nyumbani kwako kwa amani na kwa utulivu, uendelee na shughuli zako za kawaida. Khamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Mradi wa